Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita, kamati imeweza kupokea migogoro 6 ya ujenzi kutoka shehia zifuatazo: Kingeja, Makombeni, Mizingani, Kiwani, Ng'ombeni na Wambaa. Mheshimiwa Mwenyekiti, migogoro 4 tayari imeshapatiwa ufumbuzi, zikiwemo shehia ya Makombeni, Kiwani, Mizingani na Ng'ombeni. Mgogoro mmoja wa shehia ya Wambaa uko mahakama ya ardhi na mgogoro mmoja wa shehia ya Kingeja bado hujapatiwa ufumbuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kujadili ajenda hizi, kamati imeondokana na maazimio yafuatayo: kutoa elimu ya ujenzi na mazingira kila shehia, kusimamia ulipaji wa vibali waliochukua fomu za ujenzi, kufanya mikutano ya kijamii katika shehia 18 ya kijamii, kuhakikisha ujenzi holela haufanyiki, kupendekeza na kusimamia ujenzi wa milango ya maduka katika eneo la soko kongwe lililopo shehia ya Mjini. Kwa maana zile kesi ambazo tunazoziona hizi ni adha, tayari tutaanza hapa, lakini niwaambie tu Mheshimiwa madiwani, tunaanza mahakama yetu, lakini tusije tukapigiana simu. Wananchi ni wetu, lakini tuwaelimishe taratibu zilivyo, kwa maana kuwa huku asije akaja mtu ukanijia huku, tuwaelimishe kwanza huko. Wengine ukiwafahamisha hawana shida, mtu akwambia sasa nimekosea. Nitoe rai kwetu, turudi kwenye jamii, tuanzishe hivi vikundi vya mazingira, na sisi tuwe mfano wa kuvisimamia vikundi. Yaani tusitengeneze kama vikundi vya nini, lakini tusitengeneze vikundi ambavyo vipo hai. Kama watu wanavyotengeneza vikundi vya jogging ya mazoezi, watu wanavyotengeneza vikundi vingine, na sisi tuende tukatengeneze vikundi vyetu vya mazingira, tuvisimamie, vitusaidie. Kwa hiyo hata akija watu wa mazingira kutoa elimu ya mazingira inakuwa ni rahisi, kwa sababu tayari tumeshirikisha jamii kuanzia ngazi ya chini, na mazingira ili kuyalinda tunaanza kushirikisha ngazi ya chini. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ukaguzi huu pia na kuweza kutupa mkazo mkubwa na kipindi hiki, hususan katika masuala maradhi ya mlipuko, pia kamati iliweza kufanya mazungumzo na daktari zamana wa hospitali ya Mzee Hospital kwa kuweza kujadiliana swala zima la utirikaji wa maji taka barabara hii kuu kutoka Uweleni kuja huku bandarini. Na katika mazungumzo na daktari zamana ilikuwa kujitokeza ni kuzidiwa kwa mashimo, lakini pia tuliweza kuwa na mawazo, akasema tayari wameshakaa vikao na kuweza kuyatafutia njia mbadala na kuweza kutatua hili tatizo. Vile vile, Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kutekeleza majukumu yake, kamati hii iliweza kufanikiwa kutembelea vikundi mbalimbali vya wajasiriamali, kuweza kujua shughuli zao zinafanyika vipi, kubadilishana mawazo na changamoto ambazo zinawakabili. Katika kutembelea vikundi hivi, kikwazo kikubwa ilikuwa ni kukosa elimu ya ujasiriamali na kuweza kuyafikia masoko. Hata hivyo, tunashauri baraza kuweza kuweka mkakati maalumu kupatiwa elimu kwa hivi vikundi vya ujasiriamali. Tunashukuru watendaji wote wa baraza la nchi, hususan kwa mapato, watu wa usafi, lakini kamati zote za baraza la nchi. Tunawashukuru kwa kufuatilia vizuri, lakini washukuru kwa utendaji wao mzuri, lakini shukuru kamati ya kijamii kwa utaratibu mzuri wanaouweka, na hususa kwa upande wa bandarini. Lakini mshukuru sana mheshimiwa yule mapato na yeye kwa kutafutia fedha kwa ajili ya maslahi ya baraza la Mheshimiwa madiwani ustawi wa wadi, lakini hata kuchaguliwa hata kuteuliwa na wao. Tuwasaidieni watendaji wetu wa baraza la nchi
kwa maslahi ya kutafuta mapato. Tusimamieni vizuri. Tukisimamia vizuri kwenye mapato, tuone kwamba kuna ushirikiano kwenye kutafuta mapato.